Kwa majina naitwa Ephraim Chomola, mwenyekiti wa kikundi cha Tarime Youth Charity ambao tunajihusisha na kusaidia makundi maalum ikiwemo watoto, wajane na yatima ama wanaoishi kwenye mazingira magumu. Leo tumepata nafasi ya kufika katika shule hii ya Magufuli ambapo tumewakusanya watoto kutoka shule 3 tofauti, watoto wenye mahitaji maalum. Ambapo kwa hapa shule ya Magufuli kuna watoto 145, lakini pia tumepata watoto kutoka shule ya msingi Buhemba, lakini pia kutoka shule ya msingi Mutahuru. Ambapo leo tumekula chakula pamoja na watoto, lakini pia tumewaletea mahitaji mbalimbali kwa ajili ya shule. Kama tunavyojua kuwa shule zinafunguliwa siku ya Jumatatu tarehe 6. Hivyo tumeleta madaftari, tumeleta kalamu, tumeleta penseli na mahitaji mbalimbali ambayo yanaweza yakawawezesha watoto wetu wadogo zetu kurudi shuleni siku ya Jumatatu. Lakini pia tumeweza kula chakula pamoja na wazazi, walezi na walimu katika shule hii. Lakini pia kucheza pamoja na watoto, kitu ambacho kimewapa furaha, amani na kuona kuwa ni sehemu ya jamii yetu, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakitengwa ama wanakuwa mbali na jamii ambayo inawazunguka. Kwa leo tumepata nafasi sisi kama Tarime Youth Charity kufika eneo hili na kushiriki pamoja na watoto wetu wadogo zetu tukio la leo ambalo ilikuwa ni muhimu sana kwao. Ningependa kuwaomba wadau waendelee kushirikiana na Tarime Youth Charity. Soyawani anasaidia sana jamii, ama dada yetu Noela Gachuma anaweza akaungana na sisi, amekuwa ni mstari wa mbele katika kusaidia jamii. Tuungane pamoja kwa ajili ya kusaidia watoto wetu ili waweze kupata elimu bora. Lakini zaidi ningependa kuiomba serikali, hawa watoto wengine wanaishi mazingira ambayo ni mbali, wanashindwa kufika shuleni kwa wakati, lakini pia wazazi wanachoka kuwaleta shuleni na kuwarudisha nyumbani. Kwa hiyo tungeweza serikali ikatusaidia hasa kwenye hii shule ya Magufuli kupata bweni ambalo lipo linaendelea kujengwa, bado halijakamilika. Kwa serikali ingetusaidia bweni hili likamilike ili wadogo zetu waweze kukaa hapa shuleni wakapata elimu yao. Lakini pia sisi kama wadau kuendelea kuwasaidia na kuwashika mkono ili kuhakikisha wanatimiza ndoto zao, kusaidia familia zao, lakini zaidi ya yote kujenga taifa letu la Tanzania. Lakini pia wazazi na wanafunzi pia, na kipekee zaidi niwapongeze wazazi kwa kuwa tayari kuwaachia watoto kuja kujifunza, kwa sababu kuwa na mtoto wa design hiyo ni habari nyingine, lakini pia kumruhusu na kujali ya kwamba naye pia anaweza kuwa kama mtu mwingine ni habari nyingine, kwa sababu kuna wazazi wengine wanaweza wakawazuia watoto kulingana na changamoto walizonazo. Kwa hiyo kwa wazazi, nyinyi mmefanya kitu cha msingi sana, cha pekee sana. Kwa hiyo na sisi kama Tarime Youth Charity tutaendelea kama ambavyo tumeweza kufika hapa, na kikubwa ni kuwatia moyo sana walimu. Tusikate tamaa. Mwalimu anaweza akasomea mambo mengi, fani tofauti, lakini ni wachache sana, na wako wachache kimsingi ambao wanaweza wakajikita kwenye fani hii ya kusaidia watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ni wasii kwamba msichoke. Sisi tupo, tutaendelea kwa kadri tutakapojaliwa, ila tu niwatie moyo kwamba msichoke. Wakati mwingine hii ni ibada. Yaani mbali na elimu yako au na kuwa na taaluma ya ualimu, kuhudumia hawa watoto ni ibada pia. Kwa hiyo ni wasii tu msichoke, ndugu walimu pamoja na wazazi, katika kuhakikisha kwamba wadogo zetu hawa kuna siku watafikia mahali fulani. Kwa hiyo hilo ndilo nataka kusema, kwamba msije mkafikia hatua mkafa moyo au kuwakatia tamaa unapopata mtoto wa design hiyo, au jirani yako ambaye anakutana na ambaye atapata mtoto wenye changamoto za hizo walizonazo kama wenzetu hao. Kwa hiyo sisi tunawatakia kila laheri na Mungu aendelee kuwabariki kupitia kazi mnayoifanya na kuwahudumia hawa wadogo zetu. Asanteni sana. Elias Paulo. Nazungumza kwa niaba ya wazazi, na nashukuru Mungu pia, nitaendelea kumshukuru Mungu kwa yote ambayo yamefanyika hapa, kwa namna ambayo mmeweza kutushirikisha hiki mlichokipata. Ni jambo jema sana, na nilikuwa naangalia pia hapo wakati mnacheza hapa na wanafunzi hawa. Kwa kweli nilikuwa natafakari sana, naangalia wana wenyewe wanajisikia sehemu ya binadamu, wanajiona na wao kuna wenyewe kwamba wanathaminiwa. Hiyo kwa kweli mbele za Mungu ni tendo jema sana, na Mungu atawabariki sana. Kama walivyosema wengine waliotangulia, naomba tu ili tendo isiishie hapa, tushirikishane na wengine huko na wengine waweze kutambua umuhimu wa hao wanafunzi ambao ni wana mahitaji maalum, ili
waweze kujisikia kwa kweli na wenyewe kwamba ni binadamu kama wengine, wasijione kama vile kuwa hivyo hawastahili, bali ni binadamu na ni Mungu ametuumba kwa namna hiyo kila mmoja. Basi na wenyewe wajisikie furaha na amani tunapokutanika pamoja. Lakini pia kweli kuna wengine hawawezi kufika huku, wengine wako majumbani huko hawawezi kufika. Lakini niseme tu kwamba hata mimi mwanangu nilikuwa natafuta namna ya kuweza kupata shule ya kumsaidia. Nihangaika, lakini kuna mwalimu mmoja aliniambia, naye anaitwa Mwalimu Mwema, yuko huko Magena. Ananiambia kuna shule imeanzishwa hapo Turu hapo. Kweli nikaja nikamleta, lakini amechangamka, yuko tofauti na vile alivyokuwa nyumbani. Hata asipoweza kufanya, lakini anacheza na wenzake, anaongea, anabadilika, yani anabadilika siku hadi siku kadri anavyokuja. Kwa hiyo wapo wanapokuwa nyumbani kule amejifungia, haoni wanafunzi watoto wenzake, anajisikia yani hawezi jua kama kuna watoto wenzake anaweza kucheza nao, kaongea nao mawili. Kile mtakachobarikiwa, basi tunawakaribisha tena Magufuli, lakini pia tunawakaribisha tena katika shule zetu. Uhitaji ni mkubwa sana, lakini pia wengi wanaishi katika maisha ya chini sana, hasa katika malezi ya watoto. Ni watoto wanaolelewa katika malezi tofauti na watoto wa kawaida, wengi wao. Kwa hiyo wanaishi katika maisha duni. Basi tunawakaribisha tena Magufuli. Chochote kile mtakachokipata, hasa mavazi, lakini na chochote kile ambacho kinagusa mioyo ya watoto wetu, basi msisite kututembelea. Mnavyotuona sisi tunaishi kwa upendo. Ni watu ambao tumetofautiana. Mimi ni mwenyeji wa Bukoba, huyu ni mwenyeji wa Dodoma, wapo wenyeji wa hapa, lakini tumekuwa familia kwa sababu ya hawa watoto. Na ni kitu ambacho Mungu pia amesema, ibada ya kumpendeza ni ya kuwaona wahitaji. Sasa mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wazazi ambao mmejitolea kufika hapa. Wengine wanawaacha watoto wanabaki wao, lakini nyie mmeamua kuja kwa ajili ya kuona kitu gani kinaendelea. Najua Mungu atawatumia kwa ajili ya kuwaeleza watu wengine. Naitwa Mpulani Kashindie, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Magufuli. Mimi binafsi na kwa niaba ya walimu wenzangu nimeguswa na ujio wenu hapa shuleni kwetu kwa ajili ya kuongeza tabasamu, kama kauli yenu ilivyo kwamba ongeza tabasamu kwa kuonesha upendo. Mmetuletea vifaa mbalimbali, mmekula na watoto na wazazi pamoja na walimu chakula cha pamoja. Tunawashukuru sana 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 kwa moyo huo, na tunaomba muendelee na moyo huo hata siku zingine. Shule yetu bado changa, lakini imebarikiwa kutembelewa na wadau mbalimbali wa maendeleo, na wamekuwa ni watu wa kugusa mioyo ya walezi, walimu pamoja na walengwa, kwa maana wanafunzi, kupitia namna wanavyojitoa kuwasaidia. Leo umetusaidia hiki, lakini kesho mnatusaidia kile. Lengo ni kuwaonesha upendo wa watoto kwamba na wenyewe ni sehemu ya jamii na hapaswi kutengwa au kupuuzwa kwa namna yoyote. Nashukuru sana. Imekuwa ni desturi kupata vitu kama hivi kutoka kwa wadau kama Soyawani, Tarime Nguvu Moja na wengine mtu mmoja, lakini leo ninyi TYC, yani Tarime Youth Charity, imeamua kuja kuungana na sisi kwa namna hiyo. Kama hivyo desturi kwamba unaposhukuru unaomba upya, tunaomba pia wakati au nyakati zingine mje muoneshe upendo kwa namna nyingine. Kuna wazazi wako hapa, kuna walezi wako hapa, wameshindwa kupeleka watoto wao katika hospitali mbalimbali kwa ajili ya matibabu zaidi kwa sababu ya vipato vyao kuwa chini. Kwa hiyo tunaomba kwa wakati mwingine mje mwaguse mkono, kwa kushika mkono, kuwaongezea nauli, kuwaongezea fedha matibabu ili wawapeleke watoto wao wakasaidiwe kimatibabu.